Hupandi cheo shirikani. Sio kwamba unapanda cheo shirikani. Ni utumishi. Na kama utaishi ukiwa umeungana na shirika lako, siku moja ukistaafu bila shaka utapenda kurudi nyumbani. Kwa mazoea yetu wa Kapuchini tumezoea sana hilo. Ndugu wengi baada ya utumishi huo wamerudi, wameishi maisha ya kawaida sana. Mmoja aliyewahi kuwa mkubwa wetu wa shirika duniani na baadaye askofu, ndugu Flavio Roberto Carraro, katika uzee wake alikaa nyumba yetu moja kaskazini mashariki mwa Italia pale, na alifanya kazi za kawaida sana. Alikaa mlangoni na kusikiliza shida za watu. Ndugu Ngowi anatestify kwamba alienda pale, alimpikia chai. Retired ex-minister general, askofu mstaafu. Kwa hiyo huyo alielewa kwamba identity yake, utambulisho wake wa kwanza sio askofu wala sio upadre, ni ndugu mdogo. Sasa ndugu zangu vijana, najua kwa haki mtarudisha jiwe kwetu. Kwa haki mtarudisha jiwe kwetu. Mmoja niliongea mambo haya akaniambia, sio shida, tukiona mfano wenu tutafuata. Kwa hiyo wale ambao mtapelekwa kwa masomo ya juu na kurudi na PhD 3, mkumbuke tu pia kwamba kwanza chance uliopewa ni rare, sio kwa sababu wewe unafaa kuliko wote. Muda uliotumia ni wa kwetu, kwa sababu wewe kama mwanashirika, ule muda ambao haupo tumefanya kazi zako. Iwe ni za jikoni, iwe za wapi. Kwa hiyo ukirudi lazima urudi kwa unyenyekevu mkubwa. Uwe tayari kutumika, sio kuanza kujionyesha kwamba mimi nilienda mbele zaidi. Hicho kishawishi kipo sana. Kwa hiyo kama ikitokea ukapewa hiyo nafasi, uitumie kinyenyekevu. Lakini hilo linahitaji ufahamu, self awareness. Unajua mimi sio Mjesuiti, mimi ni Mfransiskani wa familia hiyo. Nabaki na najivunia kuwa hivyo. Ndio maana hata maprofesa wenu wamekaa hapa. Hahitaji kuja kunisikiliza mimi. Lakini anajitambua kwanza kwamba ni ndugu Mkapuchini. Wale mliojaliwa zaidi darasani, jivunie kwamba mwenzako ambaye sio kwamba hakujaliwa sana, lakini uwanja wake sio huo sana. Hutafurahia kitu sana ikiwa wewe unatoka na summa cum laude, yeye ungeweza kumpandisha akapata hapo ile ya chini inaitwaje mzengoni? Bene whatever bene. Probatus. Iwe sifa yako pia. Lakini sio kwa kujivuna kusema huyu nisingembeba mimi angetoboa. Wewe umepewa uwanja huo, huenda kuna mengine anayo ambayo huna, na ndivyo ilivyo katika maisha. Kuna vitu ambavyo yeye amejaliwa, wewe hujajaliwa. Hicho ulichojaliwa toa, na utoe kwa unyenyekevu bila majivuno. Ndugu zangu, miaka 800 inatufundisha kurudi kwenye hizo tunu za Kifransisko ambazo dunia ya leo haielekei kuzienzi sana, haielekei kuzitetea sana. Na hebu naomba ni share na nyie mambo mnayojua tayari, ambayo yanauanisha Ufransisko wetu na Uafrika wetu. Dhana ya Kifransisko ijimwilishe pia kwenye tunu zetu za Kiafrika. Kwa mfano, katika jamii zetu nyingi za Kiafrika inaenziwa sana, hata kama leo hii wazee wanalalamika kwamba haipo sana, hali ya kuheshimu aina fulani za watu.
aliyekuzidi umri kwa mfano. Sasa ninionavyo mimi, labda ni makosa kwenye mfumo wetu ya malezi pia. Mimi naongea kama Mkapuchini, labda ndugu zangu wengine mtaweza kutestify pia. Tunapolea vijana wetu na kuwasisitizia juu ya udogo na udugu, tuwasisitizie pia wabaki na Uafrika. Kwa mfano, kwa sababu mimi na mzee Conrad na ndugu Ngowi ni ndugu, kwa hiyo tunaingia hapa, kuna kiti kimoja tu, only one sitting place. Mimi nakimbilia kwenda kukaa, hawa wanasimama hapo. Tumekosa kitu kama Waafrika, your sense of respect. Kile tulichofundishwa zamani tukiwa wadogo kwamba ukimkuta mtu mzima amebeba kamzigo unakoweza kuchukua, ni wajibu kumsaidia. Sasa hivi labda akikusaidia kijana, huenda baadaye atakuambia ukate mkono. Lakini tunu hii tuidumishe na tuiishi kama Francisco. Hata wale wazee ambao zamani tuliwajua kama wachakarikaji, sasa hivi hawawezi tena kitu. Tunalo deni la wajibu kwao. Wale mlio vijana sana, ndugu wa Kapuchini, wale mlio vijana sana hapa, mkienda San Damiano leo, utamkuta mzee Berenga. Ni mzee amepinda, hata kuambia kitu, lakini ni yeye amejenga majengo haya yote. Heshima gani unaweza kumpa? Muonyeshe kwamba una appreciate umri wake. Kwa hiyo ndugu zangu, heshima hiyo inageuka pia upande mwingine. Mzee anayejifahamu atawaheshimu pia wale wadogo kwa namna yake. Hilo ndugu zangu ni tunu dunia inayotudai, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao sio mara zote tunatendeana vyema, na inaweza ikatokea uzeeni au bila kuzeeka ukapewa jukumu la kunitunza mimi kwa sababu afya imeyumba. Usilipize kisasi. Kijana mmoja aliniambia, kwa sababu ilibidi tumrudishe nyumbani kwa sababu alikuwa very brutal, very brutal. Anapiga wenzake, na alimpiga mwenzake kwa pavement akampasua. Na kwa sababu alionyesha ukorofi, na yeye kumbe baadaye tulikuja kujua kwamba alikuwa ni askari mstaafu. Ndio hii wakurugenzi wa mito, mnapopokea fanye scrutiny kidogo. Kwa hiyo aliwahi kukaa jeshini. Sasa ikabidi tutumie polisi kwa sababu alikuwa tishio pale. Amemshika mzee Mosha hivi. Ambrose Mosha ana miaka karibu 80. Sasa akabishana na polisi, akapigana nao ikabidi wampige sana huku mpaka wakamlainisha. Sasa anaondoka, nampatia vyeti vyake na nauli, akaniambia naondoka lakini tutaonana. Kweli niliogopa kwa sababu angeweza kurudi. Maana kama kuheshimu wenzangu, Anthony Milungi alimuuliza, mbona umevaa kininja bwana? Alikuwa amevaa t-shirt imekatiwa huko. Akamnyoshia kidole mpaka hapa. Anamwambia tusijuane. Sasa kwa hiyo ndugu zangu vijana, mtakapoambiwa mtutunze uzeeni, naomba msikumbuke mabaya ya zamani. Kwa hiyo huo ni ushuhuda ambao tunaweza kutoa kwa ulimwengu kwamba hata kama hatujaishi kwa uelewano 100%, bado huyu ni ndugu yangu. Kwa nini
katika mashirika mengi, labda ya kiume zaidi kuliko ya kike, kwa nini majimboni watu hawapendi kwenda kwenye nyumba zinaitwa za wazee? Na sisi ilijengwa nyumba ikaitwa ya wazee, jina hilo lilidumu muda mfupi sana. Kutoka ya wazee ikaitwa Assisi House. Ndivyo inavyoitwa, lakini nafikiri sasa hivi kwa sababu tutakuwa wazee wengi kwa mpigo, itabidi tukuwe na aina ya nyumba hiyo. Watu wanakataa kwenda huko kwa sababu wanaogopa malipizi. Wanaogopa malipizi. Sasa wewe kijana usije ukalipiza, na kwa sababu na wewe hujui utazeekaje. Mmoja aliniambia, kwa sababu nyie sasa hivi msimnawika, sisi enzi hiyo ikifika nikiambiwa nikutembeze na kupiga mtama. Nikiambiwa nikulishe chakula na kula, alafu gadiani akija akiulizwa vipi, nasema mgonjwa amekula vizuri sana. Kumbe mgonjwa anakufa njaa. Kwa hiyo Wafransiskani tunaalikwa kwa sababu ya tunu ya huyu baba tuwe na roho tofauti na walimwengu wetu. Tusimfanye mtu ajisikie hafai kwa sababu ya tunavyomtendea. Jambo la pili ni ukarimu. Tunu nyingine ninayoweza kuongelea ni ukarimu. Ukarimu ni tunu inaheshimika sana na Waafrika, lakini pia ni tunu ya kiinjili na tunu ya kifransisko, kwamba unashare kile ulicho nacho kwa sababu unaamini kwamba ulicho nacho kimetoka kizuri, kimetoka kwa Mungu. Labda ndugu William utanisamehe nikitoa mfano unaokuhusu. Kijana ambaye sasa ni padre, hakuwa mkapuchini, anasema mimi nawaadmire. Ilitokea kwamba padre mmoja wa jimbo la Dar es Salaam alikuwa anamuongelea moderator wake, ndugu yetu William Hen, aliyefundisha Gregoriana miaka mingi. Akasema mimi bwana wa kapuchini na waheshimu kwa sababu yule moderator wangu alinisimamia kidete mpaka nikapita. Na huyu kijana akadokeza akasema sisi bwana pale Morogoro, ndugu Ngowi alikuwa mkali sana darasani, hataki ujinga, lakini hataki kukuona ukifeli. That's a credit. Kwa nini afeli kama naweza kumsaidia? Kwa hiyo vitu vidogo hivyo, vitu vidogo sana inapendeza, na ninayesikiliza kwa sababu anayeongelewa ni mtu ambaye ni wa familia yangu ya kitawa, najisikia vizuri. Kinyume chake kingenifanya nijisikie vibaya. Kwa ndugu zangu, huo ukarimu wa yale tuliopewa, ukarimu wa kwanza sio vitu ndugu wapendwa. Sio vitu. Ukarimu wetu wa kwanza ni vipaji tulivyopewa na Mungu. Kujitolea. Na waliotutangulia zaidi utawani wanalalamika mara moja, unasikia unasema moyo wa majitoleo umeshuka. Sijui masista kwenu ni hivyo? Moyo wa majitoleo umeshuka kwenu? Ampendi kusemana. Ndugu Ngowi, kwa haraka wewe una umri kuliko wengi wetu hapa. Namuona baba moja kule nyuma pe. Je, unafikiri tunaweza kujisifia kwamba tunazidi kupiga hatua mbele kwenye moyo wa majitoleo kama ndugu wa Francis wa Kapuchini? Anakataa. Anasema tuna homework ya kufanya. Baba pale nyuma, Barikado, unafikiri moyo wa majitoleo katika ujumla wake unavyoona katika mang'amuzi ya kwako unazidi kupanda zaidi au tumeshuka kidogo? Tumeshuka sana. Mazingira ya starehe ya kisafa yote inachodia maisha ya rais. Sawa. Sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, sio shtaka, wameongea kwa mang'amuzi walio nayo ya miaka mingi. Sasa sisi tunaosikia hilo tujisikie kuwajibika kujitolea zaidi. Kwa mfano, utaombwa uende mazingira magumu ya utume.
Sio lazima misioni nje ya Tanzania. Utaombwa na wakubwa zako uende Kipatimu. Sisi Wakapuchini tuko Kipatimu. Lakini wewe ulipendelea ukae Msimbazi au Kwangulelo. Uwe tayari kwenda kule ulikopangwa ndugu. Usianze longolongo ya excuse, unajua afya yangu. Wamisionari wa kwanza waliokuja nadhani hawakuwa na mambo mengi sana, lakini kilichowabeba na kikabeba kazi yao ya uinjilishaji, na leo wewe na mimi tupo, ni moyo wa majitoleo. Waliridhika na machache, wakatoa yote waliokuwa nayo. Kwa hiyo huo moyo wa majitoleo ni kielelezo cha ukarimu wa Kifransisko. Nafurahi pia kuona ukarimu wa ndugu zangu wa Kapuchini hapa. Sisi tuna space. Mungu ametujalia tuna eneo hili na tuna haya majengo. Tumeyapata kupitia watu wema na wakarimu. Tuna ndugu zetu wanaofanya masomo hapa chuoni, wanakaa na sisi. Na tuwafanye wajisikie kwamba wameonja ukarimu wetu. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Ni jambo jema sana kuwa na watu wa namna hiyo. Tena wanatusaidia kwa sababu karama isio kutana na cha kujifananisha nacho tofauti kidogo, haitakuwa, itakuwa dormant. Kwa hiyo karama yetu ya Kifransisko inaoana vizuri sana na hiyo karama ya Kiafrika ya ukarimu. Karama nyingine ni umoja na mshikamano. Kwa mfano, mazingira yetu ya kawaida sasa, anapokufa mtu katika maeneo yetu, tumezoea kwamba ni kama majirani wanaacha shughuli zao. Huwezi kukuta wewe umefiwa na jirani na unaendelea na shughuli zako. Sio kwamba watu hawafanyi kazi, lakini as long as mazishi hayajafanyika, rhythm ya maisha inabadilika, pamoja na ugumu wa maisha uliopo siku hizi. Wewe tunazika hapa jirani yako, na wewe unachukua kikapu unaenda sokoni. Haipo. Sasa sisi tuonyeshe hilo pia, kwamba tutalazimika mara nyingine kukaa na kuwatunza watu ambao wako terminally ill. Watu ambao wanahitaji, hawezi kujimudu kwa chochote, wanatuhitaji asilimia zote. Nadhani baadhi ya vijana ndugu zangu wa Kapuchini mara hapa na pale mmepangwa kuhudumia ndugu waliokuwa kwenye final stages. Sande ulikaa na ndugu Alanus dakika yake ya mwisho. Sande upo? Amemaliza. Kwa hiyo anakumbuka vizuri sana. Sande anasema ndugu Alanus katika zile dakika za mwisho za kujiandaa kufa, alimwambia, ingiza mkono mfukoni hapo kwenye suruali yangu unitolee rozari. Akachukua rozari ile akampatia, akageukia upande wa pili, akafa. Ndugu anayekufa mikononi mwa ndugu, kadiri Mungu anavyoweza kupanga, inapendeza sana. Inapendeza. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ni machache ambayo tunaweza kusema yatusaidie kuona kwamba karama ya Kifransisko inatufaa sana leo hii ndani ya kanisa na katika jamii yetu. Naomba nisiwachoshe zaidi, nauliza tu swali moja. Na hili linaenda kwa ndugu zangu wa utawa wa kwanza, mko familia 4 hapa. Je, mnaridhika na ushirikiano uliopo mpaka sasa hivi kati ya familia zenu 4? Kwa maneno mengine, ukiacha hii jubilei, mna kadesturi kukutana Fransisko, labda mnaadhimisha pamoja au ikiwezekana
Mimi ninaamini kwamba, ndugu zangu, historia imezaa makundi hayo. Tunapaswa kuwaonyesha watu kwamba sisi sio Kaini na Abeli. Sisi ni ndugu bado. Kila mtu ana kamapokeo kake na tunaishi, kila mtu anajitahidi kadiri ya uwezo wetu na mapokeo yetu kuishi kanuni ile moja ambayo msingi wake ni Injili. Hakuna sababu ya kulumbana. Vijana mliosoma Lusaka, labda mara moja kuna hoja mlizokuwa mnaziendekeza ambazo hazina msingi. Mnasema hivi, kuna mtu aliyepita Lusaka hapa? Wengi. Wanaanza kuhesabu wa convention wana maaskofu wangapi? Wa Kapuchini wanao wangapi? OFM wanao wangapi? Sisi ni zaidi. Kienda kwenye maandishi ya kwanza ya Francisco, alimuomba Papa, naomba ndugu zangu wasiwe maaskofu. Lakini pia Francisco alikuwa mtii sana kwa mama kanisa. Kwa hiyo akingali hai, baadhi ya ndugu zake walitajwa kuwa maaskofu, na historia ilivyoenda maaskofu wanatajwa kila la leo. Je, kuwa na maaskofu wengi ni kukufanya uwe bora zaidi kuliko mwenzako wa familia nyingine? I don't think so. Haya, kingine wanasema sisi tuna madaktari na maprofesa wengi kuliko nyie. Sio kigezo. Hicho sio kigezo. Na baadhi wenye mtazamo wa ajabu kwa kazi za mikono za kawaida, wakiniona nafanya kazi bustanini, mconvention mmoja anasema this is a wasted doctorate. Kwa hiyo tunajilinganisha kwa vitu ambavyo havipo. Kinacho tuunganisha sio hayo mambo tunayotaja. Ni kule ile conviction kutoka ndani kwamba sisi sote ni watoto wa Francisco, na ubora wetu unaweza tu kupimwa kama wewe unafikiri kwamba familia yako inaishi vizuri zaidi kuliko ya wengine. Lakini pia aliye nacho kweli hapaswi kujivuna. Kama wewe unaishi vizuri zaidi karama ya Kifrancisco kuliko mwenzako, praise the Lord. Lakini sote tumepungukiwa. Naomba niachie hapo kwa muda, lakini kwa sababu muda una saa ngapi tunatakiwa kustop brother? Saa 4 tena? Saa 5. Kwa hiyo baada ya saa 5 maungamo. Basi ili nitende haki, naomba niongee juu ya ndugu zetu wa sekulari. Naomba niwaulize swali wapendwa wa sekulari, mpo idadi ya kutosha hapa. Je, kihuduma, kwa sababu kiroho mnahudumiwa na ndugu wa familia na utawa wa kwanza, kwa maana hiyo mnapata huduma hiyo? Mko sawa? Wanawahudumia, wanawatembelea, wanawashauri vizuri, sio? Labda mnanidanganya pia. Lakini hawa ndugu zetu ni sehemu muhimu sana ya utawa wa Francisco. Sehemu muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaishi huko uraiani, huko kwenye usekulari huko. Ndio maana wanaitwa wasekulari. Kule ambako sisi hatuishi, mazingira ya familia, mazingira ya kazi, huko. Kwa hiyo kwa kuishi kwao tunu ya Kifrancisco kiaminifu, wanamtangaza Francisco kati ya wenzao ambao sio watu wa konventi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba mtambue huo ni wito wenu mahususi ambao unatusaidia kumfanya Francisco na karama yake itambulikane pia miongoni mwa watu huko. Kwa hiyo maisha yenu ya familia kama wazazi wazuri na walezi wazuri,
yatuzalie pia viongozi wazuri wa taifa la kesho na viongozi wazuri wa kanisa la kesho. Ikimpendeza, wakandidati wazuri wa mashirika yetu. Na sio mara moja unakutana na mmoja anakuambia kwamba mimi nilimjua Francisco kupitia wasekulari. Kwa hiyo mnao wajibu mkubwa sana, ndugu zangu wapendwa. Naomba mlione kama sehemu ya wajibu wenu kuwafundisha vijana wetu maadili njema, maadili mema, tabia njema. Kuwafundisha watoto wetu sala na mambo ya ibada. Muone kwamba ni wajibu wenu kuwatembelea wagonjwa, hasa wale wasiokuwa na wa kuwatunza. Wapo wazee ambao licha ya kuzaa hawana mtoto nyumbani wala mjukuu. Mkijua wapo katika mazingira hayo, pale ambapo mpo kama jumuiya, mkifuata taratibu zinazoweza kuwepo, muwaone hawa kama wadau wenu, muwahudumie. Kwa namna hiyo mnampeleka Francisco kwao. Francisco ambaye hajafa, Francisco ambaye yuko hai miaka 800 baada ya kifo chake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa kujihusisha na dunia tunamoishi kwa namna nzuri. Wale ambao mna sifa za uongozi, ambao mnaweza mkachukua nafasi za uongozi, msichelee kufanya hivyo. Mama Kanisa ameasa tena na tena, hasa karne zetu hizi. Watu wema, Wakristo wema, walei, wenye sifa za uongozi, msijifiche. Najua kwamba siku hizi ili uwe kiongozi lazima kuingie pia corruption kubwa. Watu wanahonga ili kuchaguliwa. Lakini kwa karama zenu, kwa vipaji vyenu, mkiwepo kwenye mfumo jamii, mtatusaidia sheria ziwe ni sheria zinazotuweka zaidi karibu na Mungu. Kwa sababu mnaishi karama ya huyu ndugu yetu wa Asizi. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini, tujione kama ni walezi wa vijana wanaojiandaa labda kwa maisha ya ndoa, vijana wanaoishi uchumba sugu. Vijana wetu vifra ni sehemu yenu. Mara kadhaa tunahudumia pia, lakini walezi wa kwanza wa vifra ni nyie. Kwa hiyo naomba msilikwepe hilo jukumu. Yaani tuwapate vijana wengi zaidi na wema zaidi wanaomfuata Mtakatifu Francisco, na hao ndio baadaye wanakuja kuwa wasekulari. Kwa hiyo ndugu zangu, niwashukuru sana kwa kile mnachofanya tayari katika familia zenu, na niwaombe mtambue kwamba ninyi mnaishi karama ya Francisco katika mazingira hayo tunaita ya kisekulari. Mazingira ya kawaida sana. Kazini kwako, kwenye biashara yako, kwenye genge lako pale. Hata unapokuwa kilabuni, kama unaenda kupata 1-2, unaenda kama msekulari. Sio kwenda kuhubiri usekulari katikati ya walevi, lakini unaenda, watu wanaangalia hata kiasi chako unachokunywa. Wanasema hii ni standard. Ndugu zangu wapendwa, ninawashukuruni kwa kunisikiliza. Tumombe Mungu ili mwaka huu wa jubilei uwe pia mwaka wa neema kwetu. Kile tunachojivunia kwamba ni urithi wetu kiwe kweli utajiri kwa kanisa. Na nafikiri mnaona hasa wale mnaosoma teolojia, nafikiri mnaona kwamba tunapoongea juu ya kanisa la kisinodi, tunaongea kweli juu ya kanisa ambalo huwezi kuachieve kanisa la kisinodi bila Francisco. Yaani kanisa linalotambua uwepo wa kila mtu kwa nafasi yake, sio kwa mashindano bali kwa kukamilishana. Hakuna mtu aliyetuambia hivyo, lakini kwa kuwa sisi ni Wafransiskani, tujue kwamba kanisa la karama yetu inahusiana sana na kanisa la kisinodi. Tuombe Mungu tuwe kweli watu wa sinodi. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.